Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 14 Oktoba, Mama Kanisa anaadhimisha siku ya Mtakatifu Kalisti wa kwanza, Papa na mfiadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Kalisti alikuwa mtumwa wa bwana mmoja kule Roma, Italia. Alipoachiliwa huru alifanywa shemasi na Papa Zefirino. Alipewa kazi ya kusimamia shamba la wafu ambalo bado huitwa makatekombe ya Kalisti kule Roma. Baadaye, Papa Zefirino alipofariki, Kalisti alichaguliwa kuwa papa mwaka 217 na akaongoza kwa miaka 5. Alikuwa na msimamo thabiti wa imani. Hakuyumbishwa na watu waliokaza sana sheria za dini, wala wale waliolegeza sana. Alikuwa na msimamo wa kati. Wakati huo, wazushi walioitwa wa Montanisti walifundisha kuwa dhambi kama mauaji, uzinzi na uasi wa imani haziondolewi hata baada ya kufanya toba hadharani. Papa Kalisti alifundisha kwa uthabiti kuwa kanisa lina mamlaka yote ya kuondolea dhambi hata za wale walioasi imani, ili mradi wanatubu hadharani na kufanya toba ya kina. Aliweka utaratibu wa kuwapokea tena wale walioasi imani. Pia alithibitisha uhalali wa ndoa kati mtu huru na mtumwa. Papa Kalisti alijulikana sana kwa ajili ya kuwatendea wakosefu kwa huruma na wema. Alitilia mkazo imani ya kweli na mwenendo mzuri wa Kikristo. Ingawa kipindi chake hakukuwa na madhulumu dhidi ya Wakristo, lakini Kalisti aliuawa mwaka 222 na wapagani waliofanya fujo katika mji wa Roma. Inasemekana kuwa akiwa hai wapagani walimtupa chini kupitia dirishani kutoka ghorofani. Hiyo ndiyo historia fupi ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Kalisti wa kwanza, papa na mfiadini. Tuungane na mwenye heri Yakobo Albione katika tafakari yake inayosema: mwache Roho wa Mungu aishi ndani yako na kutawala akili, moyo na utashi wako. Dhambi za mauti zinamuondoa ndani yetu Roho wa Mungu. Dhambi ndogo tunazotenda mara nyingi zinazuia kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu, na matokeo yake hatutembei tena katika utakatifu. Pia kwa siku ya leo Mama Kanisa anaadhimisha watakatifu wengine ambao ni watakatifu Burkardi na Fortunata wa Kaisaria. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo.